Si ujanja wa mtu yoyote kufika 2026 au kutoka pale alipokuwa. Tumekuwa na wenzetu wengi sana ambao tumetoka nao katika kipindi hicho, lakini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu kwa sisi wenye kuamini uwepo wa Mungu, mapenzi yaliamua kipi kiwe. Na sisi kuwa hivi, hatuna ujanja wowote, hatumiliki chochote ambacho tunaweza tukakikontrol kutoka katika uhalisia wa kile ambacho Mungu ametujalia, isipokuwa hizi ni neema zake mwenyewe. Amekupa afya njema mpaka sasa. Tuna maelfu ya watu ambao wako mahospitali, tuna maelfu ya watu ambao tayari tumekwisha kuwazika, na sisi hatujui lini kwenye hiyo nafasi hiyo. Nichukue fursa hii kukutakia happy new year, kila la kheri kwenye mwaka huu wa 2026. Haijalishi una kipi, lakini huu mwaka ndio mwaka ambao tunautumia kuhesabu miaka yetu, ndio kalenda tunayotumia kupokea mishahara yetu, ndio kalenda tunayotumia katika matumizi yetu ya kila siku. Kwa hiyo naweza nikakwambia hivi, happy new year. Nilikuwa kimya kidogo na message zenu naziona, comment zenu pia naziona. Mmeniuliza sana kuhusu kilichotokea Yemen katika mgogoro wa kati ya Saudi Arabia na Imarati, lakini naulizwa nini kinaendelea Iran. Leo nimepata nafasi, nitayaeleza hayo yote, nitayaeleza, lakini katika video hii nitaongea kimoja tu. Niongee Yemen, niongee Iran. Naomba niongee kuhusu Iran, halafu nitaongea kuhusu Yemen mara nyingine katika video nyingine. Kinachoendelea Irani, naweza nikasema siku ya 6 maandamano yalianza tarehe 28 Disemba. Irani inapitia katika kipindi ambacho unaweza kusema kuwa moja ya vipindi vigumu zaidi katika wakati huu kwa Irani, na hili liko kwenye kile kitu ambacho tunakisema kwa sisi wachambuzi. Kuna kile kitu kinaitwa reshape Middle East. Reshape. Hii ni kauli ilitolewa na Benjamin Netanyahu wakati wa makubaliano ya mwaka 2024 mwezi Septemba, wakati mzozo umemalizika kati ya Israeli na Hezbollah. Baada ya ule mzozo kumalizika, Netanyahu alisema hivi, tunakwenda kuitengeneza upya, yani tunakwenda kuchora ramani mpya ya Mashariki ya Kati. Hili kwa undani kabisa wa reshape Middle East nitaizungumza kwenye uchambuzi, ambao wale mpo kwenye magrupu yangu ya uchambuzi ambao hupokea uchambuzi wa kila siku saa 8 mchana mpaka saa 4 usiku. Huu ni uchambuzi wa kila siku kasoro Jumapili, sisi tunazungumza haya mambo. Kwa hiyo kwa sababu inahitaji maelezo mengi ili nizungumzie kuhusu reshape Middle East ambayo alizungumza Netanyahu na inafanya kazi vipi kwa hivi sasa kwa yale yanayoendelea Mashariki ya Kati, nitazungumza kwa kina kwenye uchambuzi wa magroup. Lakini hapa nataka kuelezea kile kinachofanyika hivi sasa Irani inapitia kipindi kigumu cha maandamano makubwa, maandamano ya umma, maandamano ambayo yanatajwa kuwa kutokuridhika kwa umma hauridhiki kwa kile kinachotokea. Na yameanzishwa na nini? Yameanzishwa na wafanyabiashara wa Irani. Baada ya kuporomoka kwa currency, ile sarafu fedha ya Irani ambayo inaitwa rial, iliporomoka sana kwa zaidi ya 40%. Mwaka mmoja uliopita dola moja ya Marekani ilikuwa inachenjiwa kati ya 800,000 na 20,000 kwa fedha ya Iran. Hivi nazungumza na wewe, dola moja ya Amerika iko milioni 1.3 something plus, lakini siku 3 zilizopita ilikuwa milioni 1.4. Dola moja milioni 1.4. Kwa hiyo wafanyabiashara wa kawaida wa Iran ambao hununua bidhaa kutoka nje, wakiwemo wafanyabiashara labda wanaoagiza simu, wanaoagiza vitu. Unajua Irani inaishi kwenye sanction. Naweza kusema nini? Vikwazo. Wakenya huwa nikisema vikwazo hawanielewi, wanarudi kunitumia message, vikwazo ni nini? Ni sanction. So Irani inaishi kwenye vikwazo kwa muda mrefu, lakini sio 100%. Kuna bidhaa wanaruhusiwa kuingiza, vifaa vidogo vidogo kama simu na nini, hao wanaweza kununua. Vikwazo vingi vya Irani vimeelekezwa kwenye pato la ndani la jumla ambalo linaelekea serikalini, mafuta, gesi, madini na vitu vingi ambavyo kuwa hivi ndio serikali inaweza ikachukua fedha, kwa hofu kuwa serikali ya Irani ikijitegemea ikiwa na fedha itakuwa shida sana kwa mustakabali wa Israeli. Kwa hiyo propaganda kubwa iliyopo ni kuwa Irani ikiweza kujitegemea, na ndio maana unaona kuwa
Barack Obama mwaka 2014 alivyosaini makubaliano yale ya JCPOA ambayo waliruhusu Irani kurutubisha urani kwa 3.64, yani kiwango cha urutubishaji ya madini ya uranium ambayo Irani aliruhusiwa ni cha kimataifa. Katika sheria za kimataifa, nchi zote duniani zinakubalika kuwa unaweza ukarutubisha uranium usizidi 3.64. Yani 3.64 ili utengeneze nuclear unahitaji muda mrefu sana. Hauwezi kurutubisha kwa kiwango hicho mpaka uje ufikie. Sasa Irani alipewa hiyo, alafu akafunguliwa uchumi wake, aweze kufanya biashara, auze mafuta, auze gesi, afanye nini. Ni kitu ambacho kiliwakera sana wa Israel, na ndio kwenye ugomvi mkubwa ulipokuwa kati ya Netanyahu na Barack Obama. Ndio maana kuingia kwa Donald Trump katika awamu ya kwanza, haraka Israel walimpush, nenda kaondoe Marekani kwenye makubaliano ya JCPOA. Marekani ikatoka kwenye makubaliano ya JCPOA na kurudisha vikwazo upya. Vile vikwazo viliwekwa, athari yake inakuja mpaka leo. Sasa Irani iliweza kuendelea na hilo iliyoendelea. Utawala wa Joe Biden ukarejesha kiasi cha $6 billion fedha ya Iran ambayo imeshikiliwa nje, ikairejesha kupitia Qatar. Irani wakarudi kuendelea na biashara zao kama kawaida, lakini ujio wa mara ya pili wa Donald Trump ni umekwenda mbali zaidi, kuziba njia. Yani wanakupiga vikwazo sehemu, halafu wanakwenda mbele zaidi, yani kuhakikisha kuwa yani hata sehemu ndogo ambayo ulikuwa unapumulia usishindwe kupumua. Ndio hilo linalofanyika ndani ya Irani, kuwa Trump anapokea maagizo ya moja kwa moja kutoka Tel Aviv na kuyatekeleza. Lengo ni kuhakikisha kuwa Irani haitawaliki. Kuna kile kitu ambacho kama unakumbuka kwenye ile vita inaitwa 12 Days War iliyofanyika Juni kati ya Israeli na Iran, Marekani, Iran, washirika Iran. Maanake Israeli alikuwa na washirika wake. Marekani alituma ndege zaidi ya 100. Ufaransa alikuwepo kwenye vita, Ujerumani na washirika wote wa NATO walikuwa upande wa Israeli. Ile vita ya 12 Days War au na vita ya siku 12 ilikuwa na slogan moja ambayo Israeli walitoka nayo, wanaita Rising Lion. Rising Lion, kumuhuisha simba. Before 1979, yani kabla ya mapinduzi, wakati kina Pahlavi wapo, kina Reza, wakati walikuwepo madarakani Irani, yani hawa watawala wa kifalme ambao walikuwa naungwa mkono na magharibi, kabla ya mwaka 1979, bendera ya Irani ilikuwa pale katikati kwenye lile neno hivi sasa unaona imeandika Allah, Mungu. Lile neno lile Allah halikuwepo kwenye bendera ya Irani mwaka 79. Kulikuwa kuna simba pale katikati, na ndio bendera ambayo inatumika zaidi na pro-Israeli mpaka sasa, au wanaopinga utawala uliopo wa Irani kina Khamenei huwa wanapenda kuonyesha bendera yenye simba katikati. Kwa hiyo Israeli walienda na slogan ya Rising Lion, kumuhuisha simba, yani ni kwenda kufanya mabadiliko ya uongozi. Tumrudishe, tuondoe lile neno Allah, tumrudishe simba, Rising Lion, ambayo ilifeli. Wa Irani mara hiyo waliamua kushikana, walikuwa solid, unaweza kusema. Hawakutaka kuipa nafasi Israeli au Amerika kuisapoti, kwa sababu wakati Israeli wameanzisha mashambulizi ya ndani, walikuwa wakituma ujumbe mara kwa mara kwa raia wa Irani kuwa wa react, yani waanze sasa kuonyesha uasi dhidi ya serikali yao, ili Israeli na Marekani wapate sasa uhalali wa kuendelea na mashambulizi mpaka waiondoe serikali. Wa Irani wakaustukia mchezo wa Libya, wakasema hatutaki. Yes, tunayo matatizo ya ndani, tunajua, lakini njia ya kuyatatua hatuwezi kutumia staili yenu. Sisi tuna staili yetu ambayo tutatumia kutatua matatizo yetu ya ndani. Kwa hiyo Irani hawakureact, hawakulipuka wakati huo kuhusu hilo. Sasa ile ikaisha, wakaona kuwa ni lazima tuipeleke kwenye njia Irani ili ianzishe uasi wa ndani. Uasi wa ndani ni pale watu watapoona kuwa hakuna mahitaji, hatupati lolote, hakuna chochote, yani kuwa pale matumaini yanapokosekana, uasi wa ndani huibuka. Uasi wa ndani huibuka. Ndicho ambacho kilichopikwa kikatengenezwa ndani ya Irani. Katika maandamano yanayoendelea ndani ya Irani yamegawika kama sehemu tatu. Kuna wale ambao wanaunga mkono tawala iliyopita kina Pahlavi, wapo. Kuna wale ambao kiuhakika wanaona kuwa hatuwezi kuendelea na hii serikali jinsi inavyoendesha. Lakini kuna wale ambao wamefadhiliwa kutoka nje ambao wapo pia na wenyewe ndani yake.
Sasa kuna kitu kimoja ambacho unakiona kwenye maandamano. Mpaka nazungumza na wewe leo ni siku ya 6 ya maandamano. Namba ya vifo watu 6 waliokufa. Lakini kitu kimoja ambacho unaiona kuwa waandamanaji wa Irani wanaandamana kwa tahadhari. Kwa tahadhari ya kutokanyaga mkia wa nyoka. Unajua, tangu imekwisha ile 12 days war, Irani ina operation kubwa sana ya kukamata mamluki walio ndani, majasusi wa ndani wanaotumika na nje. Kwa hiyo ni operation endelevu ambayo watu wanaiogopa kwa sababu Irani inanyonga. Yaani ukizingua tunakunyonga. Na hizo taarifa zimekuwa kila mara, tukijua kuwa wewe unatumika zaidi tukukamata, hakuna tutakunyonga tu, hamna kitu kingine. Sasa waandamanaji hawana ile slogan. Huoni mabango yale yanasema kuwa Khamenei must go, regime change, sijui nini. Huyaoni yale mabango kwa yanataka mabadiliko. Wengi wa waandamanaji ambao walianzia maandamano ni wafanyabiashara, baadaye wakafuata wanafunzi. Maandamano ambayo wanadai hali ngumu ya maisha, kurekebishwa kwa currency, lakini wameepuka kushutumu serikali moja kwa moja kwa tunataka mabadiliko. Hii serikali hatuitaki, kwa sababu ni rahisi tu kukupa kesi, wewe unatumika na wale, ndio tulikuwa tunakutafuta. Kwa hiyo raia wa Iran unaona kwenye maandamano yao wanaweka mstari, kuna sehemu wamechora mstari kuwa hapa hatuwezi kuvuka kwenda mbele zaidi. Sasa kuna kile ambacho unakiona kwenye mitandao ya kijamii na kuna uhalisia wa ndani ya Iran. Maandamano ya siku 3 zilizopita ndani ya Teherani yalikuwa yamefika kiwango cha juu sana. Lakini maandamano mpaka jana Teherani yalikuwa yameshuka, ila miji ya pembeni ikawa imeanza kulipuka. Maandamano haya ni makubwa, lakini hayafiki maandamano ya 2022. 2022 Iran ilikabiliana na maandamano ambayo yalidumu karibu miezi 2 au 3. Maandamano yaliyoanzishwa baada ya kifo cha binti mdogo Mahsa Amin, ambaye aliuawa kwenye kituo cha polisi wa maadili baada ya kutovaa shungi yake vizuri au nini vyovyote ilivyokuwa, lakini alifia kwenye kituo cha polisi, ambao kikazusha hasira za uongozi wa ndani, ambao maandamano yale yalipelekea vifo vya zaidi ya watu 200. Na kwa hiyo ukitazama maandamano ya 2022 ambayo ndio Israeli walitumia kama kigezo kuanzisha vita ya juzi ya June, ilikuwa waliangalia maandamano ya 2022 kwa Wairani wakiibuka vile, basi serikali imeondoka ya kina Khamenei itakuwa imeondoka, na haikutokea hivyo. Sasa ukiangalia maandamano ya 2022, ukitazama haya maandamano unaona kuwa haya kidogo yameshuka, licha ya kuwa ni maandamano yanakuwa, lakini ni maandamano hatari sana kwa sababu suluhu yake ni ngumu. Maandamano ya 2022 yalikuwa ni masuala mengine. Haya mara hii ni masuala ya maisha na ugumu wa maisha, kuporomoka kwa sarafu, jinsi ya kukabiliana. Ukiangalia mkuu wa benki kuu amejiuzulu wiki iliyopita. Sasa kuna kile ambacho unakiona kama yale yanaendelea ndani, lakini unaona kuna uchochezi unatokea nje. Uchochezi unaweza usije kuwa moja kwa moja. Taarifa iliyotolewa na Mossad wanasema kuwa wako bega kwa bega na waandamanaji wa Irani, wanawaunga mkono waandamanaji wa ndani. Lakini si hilo. Nazungumza na wewe, Netanyahu ana ziara ya Amerika kwa siku 5. Walizungumza kuhusu Iran. Trump akarudia akasema kuwa ikiwa wataendeleza kutengeneza nyuklia tutawashambulia. Alisema vile. Lakini kumekuwa na kauli za mara kwa mara za Israel kuwa huenda wakaanzisha mashambulizi ndani ya Iran. Unajua lengo ni kuwa nchi yoyote yenye tishio la ukosefu wa utulivu na usalama, hakuna mwekezaji hupeleka fedha. Hata mwekezaji aliyekuwa ndani ya nchi huondoa fedha. Kwa hiyo Iran ndio maana unaona kuwa ina shida, ina dimandi kubwa ya dola. Yaani wanahitaji fedha ya kigeni ambayo kuwa uwekezaji umeondoa, na wawekezaji ambao labda walisha saini makubaliano au walisha saini mikataba hawawezi kupeleka fedha kwenye nchi ambayo hawajui mustakabali wake wa utulivu hapo baadaye. Kwa hiyo Irani inachochewa nje na kelele za Marekani na Israeli kuwa tutaishambulia wakati wote. Yaani lengo ni kuwafurusha wawekezaji waliopo ndani waondoke, wale wanaotaka kuwekeza wasiende kuwekeza, na hiyo kuamsha ari ya ndani, kuamsha ile vurugu ya ndani ya Wairani wazidi kupayuka, kwa sababu inakuwa kupata suluhu ni kugumu. Yaani njia ndio inayotumika. Kwa hiyo hivi sasa kinachoendelea Iran ni hicho kinachoendelea Iran, kuwa kuna kutokuridhika kwa umma, kuna hali ya kiuchumi ambayo imekuwa mbaya, lakini kuna kudondoka kwa fedha. Kuna wale wenye upinzani wa kutaka kina Pahlavi warudi, kuna wale ambao hawataki serikali ya Iran, lakini kuna wale ambao wanalipwa kutoka nje kwa ajili ya kuchochea hicho kinachoendelea. Lakini kadri muda unavyokwenda ni kama Irani inajaribu kupoza au kutuliza, kwa sababu katika kitu cha kwanza kabisa serikali ambayo ilifanya kuwa ni kuruhusu mazungumzo, kuwa wameitisha mazungumzo na waandamanaji kuwa njooni tuzungumze, tusikie nini tutachofikia.
Huu ndio utaratibu wa ulimwengu. Hata uwe na nguvu kiasi gani, utakaa mezani uzungumze. Hata uwe na nini, hata upigane vita miaka 1000, utakaa mezani mzungumze, mfikie makubaliano. Kwa hiyo Irani anajua njia sahihi ya makubaliano ya kumaliza mgogoro ambao unawasumbua. Jamani, nimetaka kuelezea tu kuhusu Irani hili swala. Asanteni.